Ziko nyakati utapita mambo mazito ambayo kwenye familia ya kwenu hakuna aliyepitia. Inakufanya mpaka wakati mwingine ukiangalia familia ya kwenu hutaki kuitwa hiyo familia. Nasema laiti nisingezaliwa kwenye familia, natamani kukimbia. Hizi ni ishara na dalili wewe ni mbeba familia. Kuna kitu kinachokuja. Huo uchungu ni ishara ya kuandaliwa, ni ishara ya kuvunja ngome. Na leo utavunja. Sema amen. Na leo utafanyaje? Ukiona ishara hii, unachotakiwa kujua ni kwamba adui ameshakuona kuwa wewe si wa kawaida mbeleni. Wewe ni mkombozi wa familia. Hivyo namna pekee ya kufanya, namna pekee watakachofanya ni wewe wakumalize. Maana ukimalizwa wewe, familia ya kwenu nayo itakuwa imekwisha. Angalia mwenzako. Angalia tu. Mwambie hapo ulipo, kama unabeba wengi, yamkini kanisa, yamkini taasisi, yamkini ni familia kwenu, yamkini watu fulani ambao Mungu anakuandaa ukawabebe, ukawapa ajira, ukawe faraja mahali fulani. Shetani akishajua wewe ni mbeba familia, wataacha wale wengine wote, utasakamwa wewe. Kwa nini? Wewe una thamani ya wengi. Wakitaka kumaliza familia ya kwenu, ni wewe umalizwe. Na Mungu ameweka hicho kitu ndani yake, akijua una uwezo wa kushinda. Na ndio maana vita inanyanyuka juu yako tu. Unashangaa mdogo mtu anakuchukia, kaka mtu anakuchukia, sio wakiweza wifi zako anakuchukia. Unatafuta sababu mfukoni ya uoni. Na unajiuliza, jamani, mbona hata sina vitu kama walivyo nao wao? Mbona wao wamefanikiwa? Mbona wao wana hatua kuliko mimi? No. My friend, hawakupigi wewe. Kuna taa inawaka, kuna kitu kinaonekana, kuna kitu kinakuja, kuna ukombozi unakuja, kuna mabadiliko yanakuja. Na mwenye kuleta hayo mabadiliko ni Sara, ni Danieli, ni Aroni, ni Susana. Haijalishi wengine kama mwali, wengine wanapendwa, wanapendelewa, wewe unatengwa kama takataka. Kisikutishe. Kuna kitu umeleta kwenye hiyo familia, kinawapa tabu, kinawapa shida. Kusema ni jambo la kawaida, kisikutishe. Kutengwa ni jambo la kawaida, kisikutishe. Ninachokiombea ni hicho kitu, usidondoshe mwanangu. Maana wengi wanakusubiri, taifa linakusubiri, nchi inakusubiri, familia inakusubiri, kijiji kinakusubiri, waliokosa ajira wanakusubiri, watoto yatima wanakusubiri, waliokata tamaa wanakusubiri. Hicho ndicho ninachokiombea. Sema fire. Wangapo wanasema Mungu nisaidie? Mungu nisaidie. Sema fire. Sema fire. Ngoja nikwambie. Nisomee kitabu cha Mathayo 2. Mstari ule wa 13 mpaka 16. Wakishajua wewe ndio unayetakiwa kupita mahali familia yenu ipite kirahisi, wanapambana na wewe wakumalize njiani. Lakini furaha nilionayo, kama Mungu ameweka kusudi ndani yako, atainua mpaka Yusufu, atainua mpaka watu usiojua, wahakikishe watakuficha, utakufa. Naombea watu waliokuja kwenye ibada ya leo, hamtapita kwenye huo mlango mkiwa na roho ya mauti itakayoua ndoto zenu. Hautakufa. Hebu sema mbeba maono hafi. Guse mwenzako bega, mwambie mbeba maono hafi. Na akifa amemaliza kazi. Nisome chapa. Kitabu cha Mathayo mlango wa 2 mstari wa 19. Imeandikwa hivi. Hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana walimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri. Akasema, ondoka umchukue mtoto na mamaye. Unasoma mstari wa ngapi? Mstari wa 19. Hapana. 13. 13 nasema hivi. Na hao walipokwisha kwenda zao. Nao walipokwisha, hebu soma hapo juu tupate picha kamili. Wa 12. Kwanza 11. 11. Anzia 10. Sawa. Nao walipoiona ile nyota, walifurahi furaha kubwa mno. Walifurahi furaha
kubwa mno. Sema basi furaha kubwa mno. Furaha kubwa mno. Sema furaha kubwa mno. Furaha kubwa mno. Mwanangu sikiliza, kuna watu wamegawanyika katika sehemu kungapi? Kuna watu wakiona mafanikio yako au neema yako kwanza watashangilia. Kuna wataalamu wanaweza wakaangalia uelekeo wako wakasema huyu mtu tunahitaji urafiki naye kwa sababu anakwenda kufanikiwa. Lakini kuna sample ya pili. Kuna watu wakishajua uelekeo wako ni kwenda kuleta heshima kwenye familia ya kwenu, watainua vita mpaka na watu usiotegemea. Watainua vita. Mamajusi hawa ni wataalamu wa nyota, wasoma nyota. Waliona nyota, mwenye nyota bado hajaonekana. Kuna watu hapa nyota zenu, heshima yenu, mamlaka yenu, baraka zenu zimeshaonekana wakati wewe mwenyewe bado hujaonekana. Sio kama naeleweka mahali hapa? Amen. Kuna watu wanaelewa kule mahali hapa? Amen. Naongea na watu wakubwa hapa. Nawaambia sichuki kanisa dogo, nachunga kanisa kubwa la maelfu na maelfu ambao ni watu ambao watakuja kumiliki dunia. Amen. Akasemaje? Walifurahi sana. Walifurahi sana. Furaha kubwa mno. Furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani. Wakamwona mtoto pamoja na Maria mamaye. Sasa kilichowaleta watu hawa nini? Ni nyota. Bado mwenye nyota hajaonekana. Kinacholeta wachao wamshambulie kijana wako, washambulie maisha yako, washambulie tumbo lako, sio afya, sio ulivyo. Kuna kitu kinawavuta. Kwamba Gaspar miaka 5 ijayo tunaona taa inayowaka kwenye familia kwao. Na hiyo taa ni ya kwake. Kwa hiyo wanaanza kumwandama, wanaanza kumtafuta. Gaspar yuko wapi? Walipoona nyota bado ni mtoto, wanauliza tuliona nyota mahali fulani. Mwenye nyota yuko wapi? Tumtafute. Mungu anisaidie. Amen. Akaendelea kusema hivi. Wakaanguka wakamsujudia. Walipofika alikuwa mtoto. Wakaanguka wakamsujudia. Wakaanguka wakasujudu. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu, na uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu. Umesikia sasa? Walipita kwa Herode. Herode aliposikia kuna mfalme mwingine amezaliwa, bado ni mtoto, ni nyota ya kifalme imeonekana, ni nyota ya biashara imeonekana, ni nyota ya utajiri imeonekana, ni nyota ya kuokoa wazazi wako imeonekana, ni nyota ya utisho imeonekana. Anaanza, haya mkauliza habari, mtoto gani amezaliwa? Yule mama aliyekuja kwenye hiyo boma, miguu yake ni ya namna gani? Anabeba kitu gani? Anaanza kushambuliwa. Wewe unaona unashambuliwa na mama mkwe, sijui na kaka mtu, sijui na nani. Hawakushambulii wewe. Wanaona kwenye tumbo, huyu mama atatumaliza miaka 3 ijayo. Huyu kijana atatumaliza miaka 3 ijayo. Wanaanza kumtafuta kwenye ulimwengu wa roho. Yuko wapi? Yuko Arusha, anafanya kazi. Yuko Mbeya, yuko Dodoma mume wake. Tafuteni, anaendelea na nini? Wanatafuta kumharibu kabla hajafikia nyota yake. Nataka nitangaze hapa, mwenye hatima hatafia, hatakufa mpaka ametimiza ndoto za maisha yako. Hiyo nyumba yako naiona, hiyo kazi yako naiona, hiyo heshima naiona. Watu wanaokusubiri na waona, natamka hawatakuona. Mbingu zitakuficha. Maliza chapu niendelee mahali hapa. Amen. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode. Walitakiwa kupeleka ripoti kwa Herode, kusema tulimkuta mtoto yuko hivi. Walitakiwa kupeleka ripoti kwamba yuko mahali fulani na anafanya hivi. Leo na wapiga wapeleka ripoti, wasipeleke ripoti kwa adui zako. Na kila wakipeleka wawe na upofu, wasijue cha kusema. Natamka iwe hivyo, iwe hivyo, iwe hivyo, iwe hivyo, iwe hivyo, iwe hivyo. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto. Akasema, ondoka umchukue mtoto na mama. Sasa swali najiuliza hapa, Mungu ana uwezo, Mungu ana nguvu. Herode ni mtu kitu kidogo tu, sangemmaliza. Hapana, ziko nyakati Mungu anataka adui zako waishi, waendelee mbele. Lakini wakati huo kwenye vita ya kuelekea kwenye ushindi, Mungu atahakikisha ananyanyua kina Yusufu. Atawaambia, hakikisha Susana hafi, hakikisha amepangiwa awekewe sumu. Kimbia haraka, kamwambia asiende kwenye hicho kikao. Kimbia haraka, kamwambia asiende kesho mahali fulani. Na inua kina Yusufu kwenye maisha yako. Kila wakitega mitego, apokee mtu katikati ya maadui zako, afikisha ripoti kwako. Si kama
kuna watu wanapokea unabii huo. Kila wakipanga mikakati kwenye ulimwengu wa roho, Mungu amnyanyue Yusufu kwenye ndoto, akamwambia mke mwenzake amepanga akumalize, hebu kimbia hivi, kaa hivi, natamka siri za kuzimu zifichuke. Amen. Mungu hayuko tayari ufe. Kama ukijua ninachokuambia, Mungu hata ruhusu ufe hujamaliza kazi. Anaacha adui zako wafe, anaacha wabaki washuhudie. Kila kombora walilopanga linarudi kwa mara 7, na kutamkia kila kombora uliotupiwa, iwe wametupa kwenye ndoto, iwe wametupa kwenye ajali, iwe wametupa kwenye madeni, iwe wametupa kwenye vikao, kila kombora linarudi. Angalia mtu amekaa pale, natamka makombora yarudi kwao. Unachokibeba bado kinatakiwa. Amen. Akasemaje? Mchukue mtoto ukimbilie Misri. Chukue mtoto umkimbilie Misri. Kwa maana Herode anataka kumuua mtoto. Amwangamize. Akaondoka akachukua mtoto na mama yake usiku. Wakaondoka usiku. Akaenda zake Misri. Soma mstari wa chini. Akakaa huko hata alipokufa Herode. Ili litimie neno lilo neno na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema. Kuna mstari unasema Herode alipojua amedhiakiwa. Mstari wa ngapi? 16. Soma. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhiakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana. Alighadhabika sana. Akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuweko huko Bethlehem. Sasa hebu tujiulize, hapa anayetafuta ni mtu huyu mmoja. Huyo mtu anayetafutwa anasubiriwa na dunia, anasubiriwa na watoto yatima mitaani, anasubiriwa akafanyike mfanyabiashara mkubwa, anasubiriwa kwenye hilo tumbo wakatokea wafalme, anasubiriwa akawe mfaraja mahali, anasubiriwa akajenge kanisa, anasubiriwa akaokoe hiyo boma. Katika ulimwengu wa roho anaandamwa amalizwe. Anapokosekana, Heroda anasema kamata watoto wote wa ule umri huwa. Sasa unajiuliza, Mungu anaruhusu watoto wengine wafe, lakini huyu Yesu asipatikane. Maana yake ni hivi, siku zote mbeba kusudi, Mungu yuko tayari kuua watu wote, lakini mmoja abaki. Jeshini wanasemaga bora raia 10 wafe, lakini mwanajeshi mmoja afanyeje? Manake wewe hapo katika ulimwengu wa roho, kama ni mbeba hatima ya familia, thamani yako ni zaidi ya watu 100. Si unanielewa jamani? Amen. Thamani yako ni zaidi ya watu 100. Zaidi hata. Wewe hapo ulipo ni taasisi inayokuja. Mwangalie mwenzako, mwambie acha kujidharau. Mwangalie basi, mwambie acha kujidharau. Acha kujidharau. Nyuma yako kuna wengi. Mwangalie mwenzako, hata kama mashavu yamekauka kama mboboroi, mguse basi, mwambie hata kama mashavu yamekauka, wewe usiogope. Wewe nyuma yako wengi wanakusubiri, wengi wako mbele yako. Sema basi amina kama unanielewa. Amen. Nami nakuombea, hutakufa mama, hutakufa kijana, hutakufa dada, hutakufa kaka, mpaka ambavyo hili somo litatimia. Haukuja kwa ajili ya baba kwa bahati mbaya. Lazima siku moja wataona tu nyumba zinashuka papo. Yani wakiamka asubuhi vitu vinapanda tu. Wakienda kushoto vinapanda tu. Wakienda kulia vinapanda tu. Hata kwani ambapo wachawi wameshindikana, kila wakikuangalia wanasema Esther amekuwa balaa. Vitu vyao watasurrender.